Sana kwa TAF na shukrani zako pia Mclouds Zania kuendelea kusalia na Central Clouds TV Novemba 19, 2025. Tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na umepata nafasi pia kufahamu yaliyojiri kutoka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kwa maana ya rada chakula cha kihabari, lakini vivyo hivyo updates za digital platform mbalimbali ulimwenguni kwa kile ambacho umekitazama, lakini maisha halisi pia ya Uhindini kwa maana ya India umeyashuhudia hapo kama sehemu ya kibwagizo. Jina langu ni Ali Kashmiri, unaona hapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Wakati wa tochi ndio huu, tukiwa tunaendelea na simulizi za kupiga soga hapa. Tija kubwa ni kuendelea kukufikishia maudhui burudani ikiwa ni kipaumbele namba 1, namba 2, namba 3, lakini mwisho wa siku pia tukiendelea kukumbushana kuendelea kuiaminia 255, taifa ambalo limeacha na linaendelea kuacha historia kubwa. Sasa tochi yetu ya leo tupo na maafisa kutoka shirika la vijana na wanawake Tanzania, na wameitwa hapa Central leo hii kuthibitisha maoni ya vijana kuhusiana na nini kiwemo kwenye Wizara ya Ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Maafisa hawa pia wakiongozwa na Elvis John Mkumbo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hili, na watakutana pia hapa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Gen Z kutoka bunge la Naiaminia 255, mzee wa jambo nikiwepo hapa, hakuna jambo ambalo linaharibika. Lakini pia vile vile aliongoza wajumbe 5 kwa maana ya kutoa maoni mbalimbali ambaye ni mimi mwenyewe siku ya jana kwa ajili ya kukusanya maoni ya kundirika la vijana kwa maana ya Gen Z. Tulishuhudia maoni kadha wa kadha hapa, na mahojiano hayo pia ambapo hii leo kupitia Central Clouds TV tutakuwa na sehemu ya mjadala wetu mkubwa, lakini ni kama safari ambayo tunaiendeleza. Jana tulipoishia tulikuwa na kundi la vijana ambalo kimsingi ni kutoka mkoa wa Tanga, Morogoro, Arusha pamoja na Songwe pia kule waliweza kutoa maoni yao namna gani ambavyo wanatazama, lakini kuna vitu kadhaa tuliviweka mezani na kuviuliza. Je, kuanzishwa kwa Wizara ya Vijana kutatatua changamoto gani za msingi kwa vijana? Hilo ni miongoni mwa swali jana ambalo tuliliuliza na vijana wakatoa maoni yao. Lakini mshauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais amshauri nini Mheshimiwa Rais? Hilo ni swali pia ambalo tuliliuliza, vijana wakatoa maoni yao. Bilioni 200 zilizoahidiwa na Rais zikigawiwa kwa vijana na wanawake zipangwe kwa utaratibu gani, na ahadi gani kwa vijana haijawahi kutekelezwa hadi sasa, na nani pia aweze kuwajibika? Ni mfumo gani wa uwazi na ufuatiliaji ungependa serikali itumie kuhakikisha ahadi hizi zinatekelezwa? Sasa kwa vile jana wapo ambao pia pengine walipitwa na Central Clouds TV, na tunaye pia wajumbe wetu hapa kwenye kuendeleza mjadala wetu, tupate nafasi ya kuwatazama maoni ya vijana ambapo jana kupitia Central tuliweza kuyasikia na kuyashuhudia kwa vijana kutoka maeneo mbalimbali ya taifa la Tanzania. Vijana wanataka uchumi uende kwenye mifuko yao. Uchumi unaenda kwenye mifuko yao kivipi? Vijana sio kwamba wanalilia ajira tu peke yake. Wanatamani kwamba waweze kujiajiri. Kwa hiyo mazingira mazuri, mazingira wezeshi yakitengenezwa kwa ajili ya vijana kujiajiri, wakapata fedha, mfano mikopo, wakapata mikopo ya riba nafuu, wakaweza kuwezeshwa mazingira ya kibiashara yakawa ni mazuri kwao. Chukulia ujue pia kijana ni mtu ambaye anakuja kwamba hana hata vitu vya kuweza kuweka kama security mahali aweze kupewa fedha. Kwa hiyo ukitegemea kijana anakuja na mawazo makubwa ya fedha nyingi, lakini sasa anafanya nini? Na hatuna mazingira ya kuweza kumwamini kijana ili aweze kuwekeza kwenye ukubwa wa wazo lake. Hii wizara ikiwepo, mimi naona kwamba zile changamoto ambazo zimekuwepo hazikutatuliwa mwaka jana ama kwenye bunge lililopita, kwenye wizara iliyopita, basi mwaka huu mimi naamini kwamba zitaenda kutatuliwa changamoto hizi. Kwa hili naona wa kuwajibishwa katika hili, cha kwanza ni viongozi wetu. Viongozi wetu inabidi wawajibishwe na wahakikishe kwamba wanalifanyia kazi hili, kwa sababu wao ndio wanaopanga mambo yote yawe hivi. Nahitaji hii wizara iweze kuwepo, tuweze kuzungumza, tupate platform ambazo tutazungumza. Najua wizara hii ikiwepo itatuletea midahalo mingi ambapo vijana tutakutana, tutazungumza na changamoto zetu zinaweza zikatatuliwa kwa namna ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Kama mtu atakuwa anasoma alafu anategemea anasema mimi naenda kuwa askari, mimi naenda kuwa mwalimu, mimi naenda kuwa mtu wa afya, yani maana yake unatengeneza vijana ambao ni wategemezi.
Ni namna gani sasa hiyo wizara ibuni vitu ambavyo vitakwenda kusaidia kutengeneza vijana ambao tayari automatic mtu anatoka akiwa na ujuzi wake. Sasa hivi kuanzia form 1 mpaka form 4 mpaka form 6 unajifunza binadamu wa kale alikuwa ni nyani kwa Kiingereza. Inaleta maana gani? Inamsaidia nini? Yaani mimi nimeanza form 1 naenda kujifunza habari za Kinjekitile Ngwale kwa Kiingereza. Yaani ambayo ndio yale ya shule msingi nimejifunza kuanzia darasa la 3 mpaka nimemaliza la 7 najifunza habari za mzee Kinjekitile Ngwale kwa Kiswahili. Naenda kwanza form 1 naenda kujifunza kwa Kiingereza. Inanitengeneza nini mimi kama kijana? Nikitoka hapo tunakuja kushindana sasa kumtani. Uliniambia kwamba elimu inaleta maisha bora. Sasa nikija huku mtaani sasa nilijifunza binadamu wa kale alikuwa ni nyani kwa Kiingereza. Tunaanza kuminyana mimi na wewe, ndio pale sasa tukiandamana tunaletewa shida. Nini kifanyike? Tuangalie ni wapi vijana wanaweza kuajirika kwa kiwango kubwa. Serikali imeajiri kwa namna ambavyo inaweza. Tumeona ajira nyingi zimetangazwa na watu kweli wameajiriwa, lakini hiyo haitoshi. Vijana wako wengi, wanahitajika watu 1000, wanakuja watu 10,000 kwenye interview. Hiyo haiwezekaniki kwa sababu hata hivyo nafasi zenyewe ni chache. Kwa hiyo kwenye kilimo tuangalie kwa kiwango gani vijana hawa tunawapatia ajira kwenye kilimo. Vipo vyanzo vya maji ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji. Vijana watengewe miundombinu sawasawa, wakalime pale, walime vitunguu, walime nyanya, wafanye na mambo mengine, waweze kupata mazao na waende sokoni wakauze. Hivyo watakuwa wamejiajiri. Lakini tukisema kwamba ibaki tu sekta moja ya ajira, kwa maana kwamba kwenye wizara afya, elimu, tunaweza tukatengeneza vijana wengi ambao vijana hao watakuwa vijana ambao hawana ajira, alafu mwisho wake tutaishia kwenye vijana wanaopenda maandamano. Haya, hiyo ni sehemu ya highlights kwa maoni mbalimbali ya kundi rika la vijana, ambapo jana kupitia Central Clouds TV tuliyachukua kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Arusha pamoja na Songwe. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa kulingana na kile ambacho tulikiweka kama sehemu pia ya maoni huru kwa kundi rika la vijana, hususan baada ya kuanzishwa kwa wizara mpya ambapo kimsingi waziri wake ni Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka. Hapa studio ni naye Jessica Pius John ambaye ni mratibu wa vijana Tafeyoko, lakini naye pia Elvis John Makumbo, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la vijana na wanawake Tafeyoko Tanzania. Tuko nao hapa kwenye sehemu ya kuendeleza pia mjadala wetu huu. Karibuni sana Central jamani. Vijana salama kabisa. Unasemaje vijana hoi? Vijana hoi hai. Hai. Vijana hai. Basi sawa, na wewe kama kijana hapo nyumbani ulipo unafuatilia Central, big up ya nguvu kwako, na gwara ili hapa matano ya nguvu pia kwako. Lakini hata kama wewe ni mzee, ni kijana wa zamani kidogo, mzee wangu, bila shaka tuko njema, mama mwanaendo wa Mswano. Yako mengi ambayo tutayazungumza kwenye hili, lakini mimi natamani Elvis tuanze na kuhusiana na kuanzishwa kwa wizara mpya ya vijana ambayo kimsingi ipo chini ya ofisi ya rais. Unaweza kutatua changamoto gani na za msingi kwa kundi rika la vijana hapo awali zilikuwa kidogo hazipati ufumbuzi wa mapema? Kwanza kama kijana, lakini kama mdau wa vijana. Sasa tunadili na vijana zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo tunapozungumzia vijana tunawajua. Hili ni tunashukuru, kwanza tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais na washauri wake pia kuanzisha hii wizara. Hii ni wizara ambayo imekuja muda mwafaka. Unajua nikisema muda mwafaka, kiangalia kwa sasa hivi vijana wengi wamekata tamaa. Lazima tuseme ukweli kwamba kwa nini wamekata tamaa. Vijana wako mtaani. Ni ukweli. Vijana wanamaliza vyuo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 5. Yuko mtaani. Ana mavyeti, ana madigrii, ana masters, yuko mtaani, ana kitu. Inafika sehemu yule kijana anakata tamaa, anapoteza matumaini. Anaona nchi haijamwangalia, anaona serikali haijamwangalia, watu hawajamwangalia. Linapotokea jambo, yule kijana anakuwa mbele. Sio anakwenda kwa sababu eti kuna kitu, anakwenda akiamini labda nikitoka mbele mambo yanaweza kubadilika nikapata mwanga. Unaona? Kwa hiyo baada ya kuja hii wizara tukasema imekuja kipindi yani mahususi, kipindi chenyewe hasa kwamba vijana wanahitaji kukaa sasa. Vijana wamepata kitu cha kuwasemea.
vijana wamepata kitu cha kupeleka yao au kupeleka shida zao. Kwa hiyo tunachosema kwa sasa, wizara imeshaanzishwa, waziri tushapata, na vijana sasa kilichobaki ni kutoa sasa, kuwafikia vijana na kuwasikiliza wanataka, kwa sababu kijana wa Dar es Salaam, kijana wa Mbeya, kijana wa Mtwara kule, muda mwingine changamoto zao tofautiana kulingana na maeneo, lakini kwa sababu tayari wizara ipo na wizara itakuwa na watu, kwa hiyo ni muda wa viongozi ndani ya wizara kufika kwenye maeneo, kufika kwenye mikoa, kukaa na vijana, kuza nini wanahitaji. Watu wa Mtwara, vijana wa Mtwara, shida ni nini? Vijana wa Tanga, shida ni nini? Vijana wa ingawa yako mambo ya kwa ujumla wake ambayo kila kijana anaweza akatoa maoni yake, akasema kuna hili, kuna vile vitu specific kwamba katika kila eneo kuna kitu ambacho kijana anapata shida. Ukienda Mbeya wauliza vijana wa Mbeya, watakwambia kuna matatizo ya hapa na pale. Ukienda Iringa, sisi kama taasisi tumetembea. Ukienda wa Iringa, wao shida yao kubwa watakwambia pembejeo huko ghali, tunalima lakini mpaka fedha ya kununua pembejeo muda mwingine mambo yanakuwa mengi. Ukienda halmashauri kunakuwa na shida hizi. Ukienda kwenye vijana wa Mbeya kule, wengi wafanya biashara, wanakuambia mambo ya kodi zimekuwa nyingi. Vijana wa bodaboda, ukikaa na vijana wa bajaji, wanakuambia kodi ni nyingi. Brother, unachukua chombo unatakiwa ulipie kile. Hata unapomwelimisha kwamba hizi kodi ni kwa ajili yako, bado akifikiria na mazingira anayofanyia. Muda mwingine kijana anafanya kazi kwenye eneo ambalo mtu wanapaki labda eneo X, labda eneo Y, lakini ile miundombinu mibovu, alafu bado umemrundukia makodi mengi. Kwa anajiuliza, anaona vyombo vinaharibika, maisha magumu, alafu bado tunalipa kodi. Kwa hiyo sasa anakuwa kijana ana hatua ya kutua mzigo wake. Lakini sasa serikali imeona, ikaja na wizara. Ina maana wizara hii, viongozi ndani ya wizara, ina maana lazima wapite, wawasikilize vijana, wakusanye maoni, sasa yaanze kufanyiwa kazi, ili kila kijana sasa ajihisi au ajione kwamba yuko sehemu ya Tanzania, yuko sehemu ya serikali ya awamu ya 6 ya Samia. Kwa kila mtu, kila kijana afeel ile kitu kwamba Tanzania, serikali inaniona, jamii inaniona, ajisikie. Isiwe kama sasa hivi ilivyo kwamba kijana anajiona ni mtu ambaye asikilizwi, ni mtu ambaye shida zake hazitatuliwi, anajiona bora angekuwa shule apate mkopi. Umeona? Yani mtu inafikia sehemu vijana wanaona bora tungekuwa tunasoma tu. Yani mtu unasoma miaka 3 ile ingesema 10 tu, nipate 10,000 kila siku niishi. Umeona? Sasa huko tumetoka. Sasa hivi wizara, naamini kwa sababu wadau tupo ambao tunajua changamoto za vijana, tumetembea, tuko na vijana, kwa hiyo yetu tutatembea, tutasikiliza vijana wanasemaje na tutawakilisha kwenye sehemu husika. Sawa, tunaye pia Jessica Mary mbele ya vijana. Kwa experience yako, tumesikia pia kutakuwepo na mshauri wa rais kwa masuala ya vijana katika ofisi yake. Unafikiri katika kipindi kama hiki ambacho serikali ya awamu ya 6 kipindi cha umuhimu wa kuanzishwa kwa wizara, kuna umuhimu wa kuwepo mshauri wa rais wa masuala ya vijana, wakati huu nini unafikiri huyu mshauri anapaswa kumshauri rais? Mambo gani ambayo anapaswa kupewa kipaumbele zaidi? Kwanza naweza kumshukuru rais mama yetu Samia Suluhu kwa kuianzisha hii wizara. Kiukweli kama alivyozungumza mwenzangu, vijana wana changamoto. Mtu anamaliza chuo, anakaa miaka 5, yuko tu mtaani, yani hajui ni upi. Anaona nimesoma lakini wapi naelekea? Yani haelewi. Lakini baada ya kuja ushauri wangu mimi, hapa Tanzania mbali ambazo zinadili na vijana, zile asasi zingepitiwa. Yani zingepitiwa. Kila asasi itembee, ione vijana, tujue changamoto zao za vijana. Tofautiana kila mikoa, utamkuta kijana Mbeya tofauti na kijana wa Dar es Salaam changamoto zao. Kwa mimi zitembelewe zile asasi, zifanye kazi na vijana kwa sababu ndizo zinazojua hizi asasi za unaona. Kwa hiyo tunachokiomba binafsi, shauri kama unanisikia, naamini anatusikia, napaza sauti kwa ajili ya vijana wenzangu. Tunamsubiria kwa hamu. Tupewe nafasi asasi, tuweze kuingia kuzungumza na vijana wenzetu, tujue changamoto aswa ni nini, wasaidiwe vipi kama vijana. Kwa maeneo ambayo mengi mmezunguka ninyi kama taasisi kukutana na vijana wa aina, changamoto kubwa hasa ambayo mara nyingi mnapokutana na vijana kuchukua rekodi zao huwa ni nini?
Vijana wengi, wengine ni wakulima, kama tulivyotembelea Iringa, Mbeya, uko unakuta wakulima ni ghali. Tunaomba tupunguziwe pembejeo. Unakuta bodaboda wanakuambia lipa makodi, tunakamatwa, miundombinu ni ovyo. Tunaomba basi tungekiwa hata kiwanda, hata tunapopata changamoto hapa kwetu, yani kiwanda kitoke hapa kwenye nchi yetu Tanzania kwa ajili ya vipuri, kwa ajili ya nini. Yani malalamiko ni mengi ya vijana. Lakini ninachoamini kutokana na hii wizara, kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Elvis, kuna swala la fedha ambazo Mheshimiwa Rais wakati anahutubia baadhi ya kwamba pamoja na kuanzishwa kwa wizara yatakuwepo madirisha ambayo yatakwenda kuwasaidia uwekezaji na mitaji kutoka bilioni 200 ambazo kimsingi zinapaswa kuwafikia vijana. Mifumo gani ambayo iwekwe wewe kama kijana ambao unakutana na vijana wengi zaidi kwenye kupiga story, vijana wanaeleza mambo mengi, lakini mifumo gani iwekwe ili hizi fedha Kalikuu inatenga ziwafikie yale makundi moja kwa moja na kweli ziweze kuletwa kwa kundi la vijana? Kwenye fedha nadhani sasa ni muda mwafaka serikali hili kama serikali kuu tusitumie tena ule mfumo ambao ulikuwepo kwamba 10% kila halmashauri itenge kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya walemavu. Ule mfumo au kuwanufaisha sana vijana. Tunazungumzia vijana kwa sababu ndio mada. Haujawanufaisha, tunatembea. Unakaa na vijana wanakuambia tuna shida hii. Unawaambia bwana kuna 10% halmashauri ambazo mkienda kule mkipeleka nani zenu mnapewa, lakini wanakuambia bwana sisi tumefanya yote hapo, hakuna kinachopatikana. Na wanakupa majibu sababu kuna hichi, kuna hiki, kuna hiki. Sasa ukikaa pale kama msomi mzalendo unaelewa kwamba kuna ukiritimba mwingi katika hizi halmashauri kiasi cha kwamba vijana wale wanashindwa kupata ile misaada ambayo kimsingi ndio ililengwa kwa ajili yao. Kwa wale watu ambao wana uwezo ndio wanaopata ile misaada au wanaopata ile mikopo, sababu ile ni mikopo ambayo inarejeshwa. Kuta kwamba lengo la serikali ilikuwa ni kuwafikia wale vijana ambao watajiajiri, vijana ambao wana mawazo mikubwa ya kibiashara, ya nini, ya uwekezaji. Lakini sasa kutokana na Watanzania wenzetu shauri ndani ya wapi huko wanajikuta wanatengeneza picha nyingine tofauti, walengwa wafikiwi. Kwa hiyo manunguniko yanaweza kaona kila halmashauri ukienda. Leo hii nakupa tu homework. Nenda katafute wilaya zote, tembea. Waulize vijana katika wilaya husika, je, hizi pesa za halmashauri hebu tutajieni vikundi vingapi, vijana wangapi wamepata? Watakueleza hakuna. Sasa unajiuliza lakini hela kila mwaka zinatolewa na watu wanasema vijana wamepata 10%, zinaenda wapi? Kwa hiyo tunarudi kule kwamba kuna usimamizi lakini pia kuna ubinafsi mwingi. Kwa sasa wizara imekuja. Ndani ya wizara naamini kwa sababu itakuwa ni kitu kikubwa, kutakuwa na maafisa, kutakuwa na wasimamizi wa mambo mbalimbali. Hizi fedha zipite zitokee ndani ya wizara husika ya vijana na ziende moja kwa moja kwa vijana. Au vijana wanaweza tu akapeleka mapendekezo yao kwa sababu hizi fedha sio kila kijana anataka kufanya biashara. Sio kila kijana anataka kufanya biashara au jasiriamali. Wako vijana wao ambition yao ni kufanya labda kilimo cha kawaida tu kwamba wapate wawezeshwe labda mbolea, wawezeshwe nini ili wafanye kilimo. Lakini wako vijana wanataka kusoma, yani hawajabahatika kusoma, lakini sasa wanasema sasa hivi serikali imeamua kujenga VETA kwenye kila wilaya. Kwa ni fursa hii, mtu anataka akasomee umeme, akasomee mambo ya maji, akasomee mambo ya labda upambaji. Kwa sasa zile fedha pia zitumike kuwasaidia hata hao ambao wanataka kujiendeleza katika kitu kingine, ili mwisho wa siku tu ionekane marejesho yake atakuaje, ili kizazi na kizazi kinufaike na zile fedha. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ningeomba fedha hizi zisipitie tena halmashauri, zikae ndani ya wizara. Ule uongozi wa wizara ndio utumike kutoa zile fedha kwa vijana, na iwe kabisa ambayo ni taarifa ambayo imeshafika na wahitaji waeleweke, na kama alivyosema hapa mshiriki mwingine kwamba
asasi za vijana ambazo kimsingi ndio zinakutana na vijana moja kwa moja, zinajua changamoto, zipeleke kwamba wana kuna mapendekezo haya Tanga kule kuna vijana wana ABCD, ili kila mtu ajifeel, yani kijana ajifeel kwamba Tanzania inamthamini, Tanzania iko pamoja, serikali inamjali. Tuondoe hii hali ambayo iko sasa ndani ya nchi kwamba vijana wanaonekana wamekuwa isolated, wameachwa, wamekata tamaa, wanaweza kufanya chochote kile kwa sababu ya mazingira waliokuwa nayo. Sawa. Hata wewe huu mjadala unakuhusu moja kwa moja kama mzazi, mlezi ama kundi pia la kijana, ambapo kimsingi tunatazama namna gani bora Wizara ya Maendeleo ya Vijana ambayo iko chini ya ofisi ya Rais, wizara mpya hii ambapo Mheshimiwa Waziri ni Joel Arthur Nanauka aliyepewa nafasi kuhakikisha huu mzigo unakuwa sehemu ya kulainisha na kila kitu kiende mswano, kila kitu kiende sawa, kupata mawazo pia ya vijana mbalimbali. Na jana tulipata mawazo kadhaa, bila shaka hapo awali umeyashuhudia, lakini hapa pia tupo na vijana wenzetu kwa ajili ya kuangalia namna gani bora msisitizo wa mawazo haya kupitia Central Clouds TV, na mjadala wetu tutakuwa ni sehemu ya endelevu zaidi mpaka pale ambapo pia hapo baadaye tutakuja kupata pia Mheshimiwa Waziri mwenyewe na kwenda pia site kuzungumza na vijana kadha wa kadha na kuleta mrejesho chanya. Kuna swala la mifumo. Jana tuuliza swali kwamba ahadi gani pia kwa vijana haijawahi kutekelezwa hadi sasa na nani awajibishwe. Wapo waliosema sehemu ya elimu, uboreshwaji wa masuala ya elimu, na wapo waliosema pia elimu imeboreshwa kwa namna yake, kuwepo na ongezeko la elimu ya amali ambayo inasaidia zaidi kudirika la vijana. Kila mmoja alitoa maoni yake. Kwa upande nianze na Jessica, kwa upande wako wewe, eneo gani ambalo unaona liongezewe nguvu zaidi kama sehemu ya ahadi ambazo pengine zilishawahi kutolewa na hazijatekelezwa? Hebu rudia swali. Tuliuliza jana swali kwamba ahadi gani kwa vijana haijawahi kutekelezwa hadi sasa na nani awajibishwe? Okay. Ahadi ni nyingi ambazo za vijana ambazo sija kutekelezwa. Kama hiyo mifuko iliyokuwa inatolewa, hizo pesa za halmashauri, vijana hazijawahi kuwafikia. Zilizo au walipata ni wachache. Ni wachache sana. Yaani ni wachache sana, ni wachache sana. Ni wachache sana. Elvis, kwa mtazamo wako ni upi? Ya, tunapozungumzia kuna mambo mengi. Nadhani miaka mmoja au mitatu iliyopita kulikuwa na swala la kilimo biashara kwa vijana. Nadhani ilikuwa inaitwa BBT kama sijakosea. Yes, Building a Better Tomorrow. Building a Better Tomorrow. Ya, ulikuwa ni mtazamo mzuri sana, na sisi kama wadau wa vijana ambao tulikuwa tumetembea mikoani kule, tukaona hiki kitu kinaenda kuinua, kinaenda kuleta umoja kwenye nchi. Kinaenda kuwafanya vijana kule mikoani waone sasa serikali ipo pamoja na wao. Kwa hiyo lile wazo lilikuwa jema sana. Lakini wakati tunalifuatilia katika utekelezaji wake, sijui shetani gani aliingilia, lakini mambo yakaonekana, hata wale walengwa wenyewe, vijana wenyewe, baadaye lile jambo yani alikutoa matokeo yale ambayo tuliyakusudia ama yale matokeo ambayo tuliyategemea. Sasa vitu kama hivi tunapoelekea sasa kwenye wizara lazima tuangalie. Sasa hivi hatuwezi kumwadabisha mtu. Sasa ishatokea na sasa hizi tuko kwenye wizara ya vijana. Kwa hiyo tunapokuja na mipango mikubwa kwa ajili ya vijana, ama program fulani kwa ajili ya vijana, moja, tusiweke siasa. Yaani lazima tukubali tunapozungumzia wa vijana ni watu wenye mitazamo tofauti. Inawezekana niko kijana lakini mtazamo wake yeye anaamini mtazamo fulani. Huyu mwingine anaamini mtazamo fulani. Lakini kwa sababu wako kwenye nchi hii ya Tanzania na wote wana haki sawa, tunapokuja na program zozote zinazohusu vijana, tusiwabague wala tusitengeneze kitu chochote cha kuonekana kwamba vijana fulani wanapewa kipaumbele, vijana wengine wapewe kipaumbele. Tuitengeneze Tanzania ya umoja, ambayo hiyo vijana wakiletwa pamoja katika uzalishaji, katika uchumi, ndio itakayosaidia kutengeneza uzalendo kwenye nchi. Muda mwingine shida tunazoziona hizi, kijana wanakurupuka, wako barabarani nini, ni kutokana na ile kukosekana umoja kati ya vijana, kwamba kuna vijana fulani wanajiona wao wa upande fulani, hawa wengine wanajiona wao wa upande mwingine, wengine wanajiona wastahili chochote kwenye nchi, wengine wanajiona kwamba wao ndio wanastahili vyote ndani ya nchi. Keki ya taifa iliyo na wote. Sasa keki ya taifa hiyo ya watu wote, ili tutengeneze Tanzania pamoja. Mitazamo mingine ibaki hivyo hivyo, kila mtu na mtazamo wake, lakini tunapokuja swala la nchi, uzalendo, tuwe kitu hichi kimoja. Kuna swala la mfumo wa uwazi. Tuliuliza pia vijana na wakatoa mtazamo wao kwamba ni mfumo gani wa uwazi na ufuatiliaji ungependa serikali itumie kuhakikisha kwamba ahadi hizi zote zinatekelezwa. Jessica, mtazamo
mtazamo wako kwenye hili ukoje? Mimi nilikuwa napendekeza ingeingia kila wilaya, kila wilaya kuonana na viongozi husika. Okay. Sawa, lakini wakati hili pia tunaliendeleza kwa kupata maoni haya, Mwanasento unaweza ukashiriki moja kwa moja kupitia Clouds TV, kupitia comment yako pia ni muhimu kwa kile ambacho tumekiuliza. Elvis, kwako likoje? Kwenye mfumo gani wa uwazi na ufuatiliaji ungependa serikali itumie kuhakikisha ahadi zinatekelezwa? Lakini tunaweza kumalizia pia. Yes, moja uzalendo. Yes, moja uzalendo. Unajua unapoona serikali, unapomwona Mheshimiwa Rais anatoa kitu kama hichi kwamba tunaanzisha wizara ya vijana, moja kwa moja unajua kwamba ameona kwamba kuna changamoto kwenye issue ya vijana. Ameona hiyo. Kwa akasema sasa ili niwasaidie vijana, acha niwatengenezee wizara yake. Alafu kitu kizuri ni iko chini yake. Kwa hiyo ina maana kwamba moja kwa moja ni mtu anakaidili na hiyo wizara. Hiyo moja. Lakini pia tunaposema kwenye uwazi na uwajibikaji, hapo tunakuja kwa wahusika, viongozi. Unajua hii nchi yetu wote, lakini vijana ndio kundi kubwa, lazima tukubali, na vijana ndio wanaojenga Tanzania leo mpaka kesho. Kwa hiyo tunapopewa dhamana hasa kwenye hii wizara ya vijana, mimi ni shauri tu kwamba hata Mheshimiwa Rais anapotafuta wasaidizi, kwa sababu siamini kama waziri huyu ataweza kufanya mwenyewe, lazima atakuwa na teamwork. Basi ajitahidi angalau kuwe na teamwork ya vijana ambayo watakuwa pamoja kama timu. Vijana, waziri ni kijana, wao wasaidizi vijana ambao wataweza kwanza, watakuwa shapu kutembea kwenda huku na kule, lakini kuwafikia vijana wenzao, na wasikae tu, watembee wasikilize vijana, lakini kuwe ndani uzalendo, kwa sababu shida nyingine uzalendo. Yani lazima hawa viongozi hasa kwenye wizara hii ya vijana tuweke uzalendo mbele, kwa sababu hawa vijana ambao tunawahitaji leo ndio ambao wameijenga nchi yetu, ndio wanaoijenga, ndio walioisimamia nchi. Na wakishachanganyikiwa tu ndio nchi inavurugika. Kwa hiyo ukiona vijana wamechanganyikiwa, ujue nchi haiko salama. Kwa hiyo ina maana hawa vijana wanahitaji utulivu. Vijana wanahitaji watu wenye uzalendo wa kuwafikiria, watu wenye uzalendo wa kujali hisia zao, kujali changamoto zao, kujali shida zao. Kwa hiyo sisi tutakaopewa dhamana ya kuwa viongozi ndani ya wizara, lakini viongozi kwenye maeneo mbalimbali yanayohusu vijana, tuweke uzalendo mbele. Tujue kwamba hawa vijana kama hii nchi inawahitaji zaidi vijana, na vijana ndio walinzi wa nchi. Vijana wakishachanganyikiwa, nchi haieleweki tena. Kwa hiyo tunahitaji kuwaweka vijana pamoja, tunahitaji kujitoa kama viongozi tutakaopewa dhamana ya kusaidia vijana. Tujitoe katika kweli kwamba rais anatoa maelekezi haya yafanyiwe kazi kwenye mawilaya huko, kwamba lazima kutokuwa na viongozi ambao wawakilishi wa vijana kutoka wizarani, ambao katika kila mkoa ama kila wilaya basi tuhakikishe tunakaa karibu na vijana, tunakwenda kwenye maeneo yao. Vijana wapo kwenye kilimo kule, unawatembelea kwenye bodaboda huko, kwenye bajaji, tuwe karibu na vijana, tuwasikilize ili tuwatengenezee kwamba ule uzalendo ama ule Utanzania, kwamba sisi ni wamoja. Sawa, bila shaka mjadala wetu umekuwa ni mzuri kweli kweli, na muda wetu nao pia sio rafiki. Wakati tunamalizia, Elvis, tuliuliza swali kwenye ukurasa wetu wa Instagram @CloudsTV ya kwamba je, waziri wa vijana Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka ni wakati gani ambao anapaswa kukutana na vijana? Tuliuliza hili swali kwenye ukurasa wa Instagram kwamba unadhani ni wakati gani sahihi Nanauka kukutana na Gen Z? Mimi ni mshauri waziri, nadhani anaweza kawa ananiangalia. Kama kuna wakati muhimu, basi ajitahidi sana katika wakati huu. Wakati huu vijana wengi wana mambo mengi. Tunaposema mambo mengi kutokana na hali ya nchi yetu ilivyo, vijana wanahitaji kupata neno kutoka kwa kijana mwenye dhamana ambaye wanahakika neno lao litafanyiwa kazi, kwa sababu tayari tuna waziri ambaye moja kwa moja huyo anatoka ofisi ya rais, kwamba kijana atakapozungumza jambo ina maana litamfikia moja kwa moja Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Vijana, ni wakati wako huu sasa wa kuhakikisha unakutana na vijana. Shirikiana na asasi za kiraia ambazo zinadili na vijana, waandae midahalo ya vijana, iandae mikutano ya wazi ya vijana, uje uzungumze na vijana, usikilize vijana wanasema nini, usikilize vijana wanataka nini. Tunapoelekea huko bado kidogo tunaenda kupata uhuru wa nchi yetu, basi angalau vijana wawe na amani. Tunapopata uhuru ile 9 Desemba, basi kila kijana ajue kwamba tumepata uhuru kiuchumi, tumepata uhuru kimaendeleo, tumepata uhuru kutokana na neno la waziri kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo wakati huu ni muhimu sana. Mheshimiwa Waziri, popote ulipo, kaa na vijana, zungumza na vijana, hata isiwe mikoa
mikoa yote, lakini unaweza ukachagua katika kwa kanda hizi kwamba na kanda hii ya kusini, kuna kanda ya kati, kuna kanda ya kaskazini. Kaa na vijana, zungumza nao, hata wawakilishi wao. Wasikilize wanataka nini ili tutengeneze Tanzania nzuri. Asante sana Elvis kwa sehemu ya maoni yako na kile ambacho umekizungumza. Huyo ni Elvis John Mkumbo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la vijana la Tafeyoko na wanawake pia, lakini pia vile vile tulikuwa naye pia Jessica Pius John ambaye yuko hapa, ambaye alikuwa ni mratibu wa masuala ya vijana, na bila shaka umekuwa ni wakati mzuri wa kuyazungumza mengi. Sehemu ya kitivo itakuwa mwendelezo wake ni kesho, na hii ni kama simulizi ya hadithi ambayo bado tunaweka koma, nukta hatujaiweka bado. Tutakuwa tukiendelea kuisimulia hapa kitivoni mpaka tutakapoona majibu yenye tija na mrejesho wenye haja ya hoja, na kuona manufaa kwenye kila kijana kutabasamu na kucheka kuona kwamba sasa mambo ni fresh. Tutakutana kesho, itakuwa ni Novemba 20 panapo hai na uzima tena hapa Central Clouds TV. Asante sana kwa Hussein Mihayo, bila kumsahau Ochu nyuma ya kamera, kwa maana camera operator JB Kazumba, Abel Mponela, Tamim msimamizi wa Central ya leo, na wote ambao wameshiriki kwenye mchakato huu. Jina langu ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona kijana hapa. Tukutane kesho panapo hai na uzima. Usiku mwema.